kumpendeza, ndiyo ibada yenu yenye maana. Maana lazima ukubali, ujitoe, uteketee kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Uteketee mwenyewe. Kuna baadhi ya vitu ambavyo, msikilize, kuna mambo ambayo mimi sikuonywa na mchungaji, kwa sababu nilipokuwa ninaenda kwenye uwepo wa Mungu taratibu, nikawa naona sio sawa. Kuna mambo na kuna maisha utaishi, utayaona ni sawa kwa sababu haujakubali kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Na ndio maana tutakuwa tuna sheria nyingi sana makanisani, kwa sababu wengi hawajaamua kujikomiti kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Tutakuwa tuna taratibu nyingi kwa sababu watu hawajaamua kujikomiti kuingia. Sio, unanielewa? Haujaamua kabisa wewe mwenyewe kuingia kwenye moto. Usipokuwa umekubali kuingia kwenye moto, wengine wakiwa wanateketea unakuwa wacheka, unaona wasaba, unaona ni watu ambao wamepitwa na muda. Nisikilize, sio kweli. Ni kwa sababu wewe hujaingia kwenye moto. Kwa hiyo mtu yeyote yule ambaye anaucheka wokovu wako ni mtu ambaye yuko kwenye moto. Narudia tena, yeyote yule ambaye anaucheka wokovu wako, anakudharau, ni mtu ambaye hajaingia kwenye moto. Akiingia kwenye moto mtakuwa sawa pamoja na yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtakuwa sawa pamoja naye. Amen. Mtakuwa sawa pamoja naye kwa sababu amekubali kuteketea, amekubali kuangamia. Mkiwa wote kwenye moto, hautamwona mwenzako hivi. Ukiwa kwenye moto, hautakuwa na kiburi na jeuri. Ukiwa kwenye moto, kuna wimbo mmoja unasema, washa moto wako tena ndani yako, na kiburi kivunje, na kiburi kiteketee. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa wote kwenye moto, tunakwambia wakati ambao wale mitume wako sehemu moja, walipokea wote agizo na Roho Mtakatifu akawashukia wote, na alipohubiri Petro akaokoka watu wengi. Hawakujisikia vibaya. Kwa sababu gani? Wote walikuwa kwenye moto. Anasikia, wote walikuwa kwenye moto. Angekuwa pale mmoja ametokea ambaye yuko kwenye moto, angesema sio kweli, hapana, hiki tu haipo. Ni kama Tomaso. Kuna vitu ambavyo hutaviamini kwa sababu uko pamoja na sisi. Tomaso alikuwa hayuko pamoja na wenzake. Kwa hiyo anapoelezwa anasema hapana, haipo kitu. Kwa hiyo baadaye kabisa ndio Yesu anakuja na mwambia, haya sika basi mkono yako shika. Kuna vitu ambavyo usipokuwa pamoja na, usipokubali kuingia na sisi kwenye uwepo wa Mungu, usipokubali kujitoa, sikilize, ubatizo unakutaka wewe uamue. Yaani ukubali wewe mwenyewe. Wewe ni kijana mwenzangu, ninakwambia ni lazima ukubali wewe mwenyewe. Usikubali kulazimishwa, usikubali kuvutwa kwa mtakatifu, kwa sababu utakatifu ni wito. Wote ambao tumeitiwa, utakatifu ni wito ambao wewe umeitiwa, mimi nimeitiwa. Kwa sipasi mtu kunilazimisha, sipasi mtu kunilazimisha. Ni lazima nikubali kujikomiti mwenyewe, niamue kuteketea, niamue kuteketea. Uongo uteketee, uzinzi uteketee, uasherati na kiu iteketee ndani yangu ya pombe. Basi hivyo utaona kanisa ni mzigo, utaona unateswa, utaona unasukumwa. Utahama kanisa utaenda nyingine, utatoka nyingine utaenda nyingine. Ni kwa sababu hujaamua kujiteketeza peke yako. Ni kwa sababu hujaamua kujitoa kuwa dhabihu. Umwambie Baba, niko hapa, ninaomba uniteketeze, ninaomba uniteketeze tena. Mwambie Baba, ninatamani niwe dhabihu nzuri mbele zako, ambayo itakayoleta nguvu nzuri mbele zako. Pasipo kufanya hivyo, mpendwa, ninakuambia utachoka kukaa kanisani. Ubatizo wa moto ni lazima wewe. Wakati ambapo Musa anaitwa, wakati ambapo Musa yuko anachunga kundi la mkwe wake, akiwa anachunga, anaona kijiti kinateketea na moto akiangalia, akiungua. Unajua Mungu pale alikuwa, Bwana Yesu sasa, Mungu akamwita. Alafu alipomwita, unajua nini kilitokea? Akamwambia yeye, akatekea tishi, akawa anatembea, akamwambia sikilize,
hapa sharti ni moja, kwa sababu umeona moto haujakimbia, umeamua kufuata moto, vua viatu. Narudia tena, wakati ambapo Musa kile kijiti kinateketea, kwa sababu Mungu ni moto, la moto uko pale, kwa sababu Musa hakukataa kukimbia ule moto. Kwa hiyo alipokuwa anachukua hatua ya kuendea moto, akaambiwa nisikiliza, hapo ulipo kwenye nchi ni takatifu, kwa sababu kufanya wewe vua viatu vyako. Akavua, akaendea moto. Wakati ambapo unamwendea Mungu, ni lazima kuna mambo yaachilie. Ikapata kuna mambo ambayo lazima uyaachilie, hata kama utagharamika. Nilikuwa ninawaza, kwa sababu pale kulikuwa ni kama kwenye kichaka. Musa hakujali miiba, Musa hakujali mawe yaliyoko pale, aliamua kutembea. Akamwambia Bwana, nakuja nikusikilize, nakuja nikusikie, nakuja nikuone, nakuja unitume, nakuja unielekeze. Kuna mambo ambayo Bwana hatakubali uendee usipokuwa mtakatifu. Ubatizo wa moto ni kwamba wewe hapo ukubali, haya Bwana ninaomba useme. Usipokubali utaondoka. Na chakuambia tu nini, unaweza kuona Bwana anasumbua bwana, makazi yako mengi. Ni sawa, ni sahihi Bwana, siweza. Utaondoka, lakini kule mbinguni kule haitakuwa hivyo. Utaenda wapi? Ni mahali hapa. Au sasa kule unaenda unalazimishwa. Kuna kuhani mmoja anaitwa Yoshua kwenye kitabu cha Zekaria 3. Biblia inasema kwamba shetani akawa anashindana, anamvuta. Sikiliza, hem, tusome hapa kwenye kitabu cha Zekaria. Naomba mtu mmoja asome Zekaria 3 kwanza mstari wake wa kwanza. Zekaria 3, tuone hapa kitu gani kilichokuwa kinatokea, kinaendelea. Zetarabaya katoza. Zekaria 3 kuanzia mstari wa kwanza. Ndio. Anasema Zekaria. Mtu alipata, naomba nisome warau. Au naomba nisome hapa. Okay. Anasema kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Mtumishi naomba uruki mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Amen. Asante. Unaona hapa, huyu ni kuhani Yoshua. Kuhani Yoshua unatokea upinzani kati ya malaika. Usije ukaomba malaika mtao baadaye. Bwana siweza. Kwa nini mvutano uanze kutokea? Biblia inasema kwamba malaika kama msimamo, Yoshua yuko pale anavutwa, unatakiwa huku. Sasa jamani, niacheni basi. Mimi ni kuhani jamani, niacheni. Hapa sasa sikiza, sio swala la kuhani hapa. Hapa issue ni kwamba mavazi yako yamechafuka. Bwana sikiwe. Issue hapa sio kwamba wewe ni kuhani, sio kwamba ulikuwa unabeba unawapeleka watu kwenye mambo. Issue sio hiyo. Issue ni kwamba wewe hapo ni mchafu. Bwana sikiwe. Akaambia wewe hapo ni mchafu. Kumbuka kwamba sisi hapa ametuchagua, ametufanya kuwa ufalme na makuhani, tunatawala juu ya uso wa nchi. Maana yake wewe ni kuhani. Kwa hiyo kama ukiishi maisha ya dhambi, baadaye utaipa mbingu wakati mgumu. Na sidhani kama itakuwa na wakati mgumu. Wewe utakuwa na wakati mgumu. Mwambie mwenzako utakuwa na wakati mgumu. Hawezi kuipa mbingu wakati mgumu. Wewe ndio utakuwa na wakati mgumu. Yaani huyu hapa ndio maana nasema hiki si kijinga kilichotolewa kwenye moto. Nisikilize. Hili neema tu ilimshukia yule kuhani. Sijajua kama kuna neema nyingine, lakini hiyo neema sasa hivi ndio tunaishi. Hiyo neema ndio tupo hapa wapendwa. Ndio tunatembea kwenye hii neema. Ndio tunaishi kwenye hii neema. Ukikataa kuisukumia mali neema, kwenye moto unahusika. Kwenye moto utaenda. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ukubali. Kwa hiyo naomba tuangalie
tuangalie mambo machache hapa ambayo yanatokea. Kwanza, jambo la kwanza nafikiri nimeshalizungumzia, nisirudie, kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu unahusika kumtakasa mtu, unahusika kumtakasa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana, ambao unamfanya mtu kuwa mtakatifu. Lakini pia jambo la pili kuhusiana na ubatizo wa Roho Mtakatifu, unaweza pale ukaandika moto la, alafu unaandika wivu wa nyumba ya Mungu au wivu wa Mungu ndani yako. Andika wivu wa nyumba ya Mungu ndani yako au wivu wa Mungu ndani yako. Wivu wa Mungu ndani yako. Tusome kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 9 na mstari wake wa 7. Isaya sura ya 9 na mstari wake wa 7. Anasema, maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakayotenda hayo. Naomba nisome mimi sasa kwenye kile kitabu cha Yohana, ile sura ya pili kuanzia mstari wa 16. Biblia inasema, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, wale waliokuwa wakiuza njiwa, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa Bwana utanila. Wanafunzi wakakumbuka wivu wa nyumba ya Bwana utanila. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni pale ambapo unamwona mtu anafanya nani, haumbembelezi. Bwana asifiwe sana. Au mchukulii simple, unamwonya, unamwelekeza. Wivu wa Bwana unakukula. Unasikia uchungu, unasikia mtu anaenda kuangamia. Bwana asifiwe sana. Unasikia uchungu ndani yako. Kitu cha ambacho ubatizo wa moto unafanya ni wivu wa nyumba ya Bwana utakukula. Unaona kwa habari ya watu wengine wanapotea katika dhambi, unasikia wivu wa Bwana unakukula. Unaona hapana, sio sawa. Na kuna watu ambao umepoteza moto huo. Mlikuwa ni watu ambao mnaombea watu watoke dhambini, lakini tayari sasa ule moto upo ndani yako, ule moto upo tena ndani yako, na uenda uko mahali hapa haujawahi kuwa na kitu ndani yako. Unaona watu wanaishi katika dhambi, unachukulia sawa. Unaona watu wanamleta binti katika nyumba unayokaa, unawapisa, wanafanya uzinzi, unachukulia sawa na umeokoka. Ni kwa sababu hauna ubatizo wa moto ambao unaleta wivu wa Bwana kukukula. Wivu wa Bwana kula ndani yako. Wivu wa Bwana ukikukula ndani yako, ipalada subada, hautavumilia, hautaacha kumwona mtu ambaye umepangisha naye chumba moja, anamleta binti au anamleta kijana, na unachukulia sawa na kuachia chumba. Hapana, hapana. Ni kwa sababu wivu wa Bwana hujakukula. Wakati fulani ikiwa maikani, naomba nimalizie hapa, twende tukaombe. Wakati fulani ikiwa maikani, sasa ule kijana sijui alikuwa anachukuliana. Tulikuwa karibia maikani, tulikuwa tunakaga watu wanne. Sasa ule kijana wakawa wanaondokaga, kwa hiyo wakawa wamebaki mmoja. Sasa ule mmoja na alikuwa anajua kwamba ni mtumishi wa Mungu. Usiku naomba, anakutana na chini, na mtumishi amka basi. Sasa siku moja nikamkuta kuna binti ndani. Si unajua vijana mnaonaga hivi mnatoka, wala hata sikutoka. Nikaingia zangu, nikaenda instrumento, nikaanza lebo salaba repesuka. Kitu kilichotokea, yule kijana, hiyo siku ikawa imepita. Kwa hiyo kama nikamsubiri tule nimuone, wenda atakuwa labda amebadilika. Kesho nakuwa kwenye kipindi,
Kwa sababu anajua ratiba za kwangu. Kwamba mimi kwa kitoka kuna rudi kule usiku. Sasa siku hiyo ngarudi mapema. Kakuta tena. Nasema hapana. Hapa sio tena masuala ya hekima. Nikamwita yule kijana kama hivi, sikilize. Sio sawa. Ubinde ile kifio kuna na registration tunasema na kumisa kikunda kwa shahidi. Nikamwambia hivi, badilika. Siku baada ya siku yule kijana kama na baby, ninaomba unisaidie nirushie basi zile instrumento na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sikilize. Wewe chukua tu vitu viko simple. Wewe kwenye hilo ghetto ambalo mpo, mnalita ghetto. Huyo binti hadi afia hapa au huyo kijana afia hapa. Hiyo ni kesi. Alafu unakutana na mtu ambaye ana babake ajui, mamake ajui. Mko tu. Binti watu lazima moto ndani. Baba kamalizia, haiwezekani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumalizie na pointi nyingine ya mwisho. Pointi nyingine ya mwisho ni ndimi za moto. Ndimi za moto zinakuja juu yako. Wakati ambapo wale mitume, unaweza kusimama. Wakati ambapo wale mitume wamekaa katika kile chumba wakiwa wanaomba, Biblia inasema ya kwamba ukaja upepo kama upepo ambao ulikuwa umegawanyika katika ndimi za moto, ukamkalia kila mmoja aliyekuwa katika kile chumba, na kitu kilichotokea, wakawa wanaanza kunena, wakawa wanaanza kuzungumza. Nisikilize, ubatizo wa Roho Mtakatifu unakupa lugha mpya, unakupa usemi mpya. Nataka nikuambie ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu unakupa usemi mpya. Wakati ambapo Isaya anasema, wakati ambapo mfalme Uzia alipokufa, nami nalimuona Bwana amekaa mahali pa juu sana palipoinuka, na akasema, ole wangu mimi ambaye nimemwona Bwana, ambaye nina midomo michafu, kwa sababu nimekaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Na ndipo malaika wa Bwana akaja, akapeleka kala moto kwenye kinywa chake, akaliweka hadi pradaba, akabadilishiwa usemi. Msikilize, mwambie Bwana akubadilishie usemi, akupe lugha nyingine. Kunena kwa lugha sio dhambi, kunena kwa lugha sio kengeuko, kunena kwa lugha ndio njia na mawasiliano ambayo tumepewa ya prakatalaba. Nikiwa ninamwomba Baba aweze kuja mahali hapa, shene Baba ya rapekutalaba. Ngoja kidogo, mimi sio mtu wa miemko. Sasa hivi nakuwa mtu mzima. Nisikilize mwanangu. Utawaka moto na utawaka. Sina njaa eti na hamu ya kukuhubiri. Ni mnafahamu. Nitakuwa hapa nimenyenyekea. Kuna madhabahu tayari nyingi zimefunguka. Mimi ndo nawaambia siwezi. Nataka kuwepo nyumbani. Sasa nisikilize. Napokwenda kuomba, mwanangu pastezi au mtu yote Frederick hapo mliokaa karibu, nataka nisome andiko. Asante mwanangu Joyce. Baba amezima mambo ya roho sio tu yameko kila saa. Nataka ukiwa unawaka moto, ukiwa unatunza moto, na mtu mwenye akili timamu. Ni mambo mawili. Mwanangu alikuwa anaomba habari ya moto, uchague. Kwa nini sasa? Uchague kuingia kwenye ubatizo wa moto wa Roho Mtakatifu sasa, au kaingie kwenye ubatizo wa shetani. Kitabu cha Ufunuo Yohana 20:11-15. Within sio tu tukijaa tu wewe. Paulo anasema nitaomba kwa akili na nitaomba kwa roho. Nitaimba kwa akili na nitaimba katika roho. Sasa sitaki tu wanangu, leo ni siku kuu, tutawaka moto, watamaliza vitu vya ratiba ile ishi sana na kuwa nao. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 20. Sasa kwa kukomba wakati nisome 14 na 15 mistari miwili tu uelewe kwa nini mwanangu wao na wanangu nasema watoto wana Mungu wao. Na mimi siko hapa hiyo kauli mbiu wamepewa na Roho Mtakatifu. Uchague leo kujaa moto leo, la sivyo utakufa usikubatizwa na moto wa Roho Mtakatifu. And this is very optional. Wao wanachagua. Mwanangu anasema vitu ikija kwenye wakati ambako utakuwa na machafuzi,
utabatizwa kwenye ubatizo wa moto wa zimu. Usome Biblia, mimi sio naleta. Anasema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ubatizo huu hata mimi siutaki. Wanangu hapa, yaani uchague kubatizwa. Yaani hauna namna. Ukimkataa Mungu gani? Ubatizo utabatizwa. Ukiugomea Mungu atakubatiza na malaika wake kwenye ubatizo wa moto wa milele wa shetani. Anasema ndipo kuzimu na mauti zitawatapika watu. Alafu kuna kitabu na vitabu. Leo chagua, yani leo chagua. Najua nitawahubiri tena wanangu, Ijumaa inakuja kwenye glorious beginning, lakini natamani ufanye maamuzi leo. Mwanangu, usiombe sitaki uwe na mwamko. Na kuna wakati unanena wala sio ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu atakubatiza atakushika kutunze kwenye moto wake ili usiingie kwenye moto wa milele. Kwa nini tunaokoka? Kwa nini tumechagua kutufanya dhambi? Kwa sababu kuna ubatizo ule. Sasa sio unataka Musa, watakushika malaika alafu watakutupa, au utaulizwa ulibitiwa ulifanyaje. Maandiko haya umechagua wiki kigumu na umechagua ni la baraka, lakini maandiko haya yatakuhukumu milele. Na kuombea usiwe na kuchunga hata kama mara moja mara mbili alafu unaingia kwenye moto wa milele. Hiyo sio la ya mchungaji yoyote. Anasema bora mwende motoni. Hapana, furaha yetu, furaha yangu tuingie kwenye uzima wa milele. Nataka unisikilize vizuri hapa. Kwa nini tunasema moto? Uchague. Yaani kwa taarifa yako, hatuwezi kukimbia moto, hatuwezi kukimbia moto. Mungu ni moto. Kwa hiyo sio kwamba tunapamba Mungu ni moto lao Waebrania 12:29 na kutuliza ukafanya maamuzi. Mungu ni moto. Kwa hiyo unaona shetani, malaika wote wema wameumbwa kwa moto. Utukufu ni moto. Mungu anaposema ni moto ulao. Kiwango cha mwisho hicho tutakiona tukiingia baada ya kunyakuliwa. Na tukifa, kwanza nikusaidie, tukifa kimwili hapa, tutakapofufuliwa na unyakuo unapokuja, ile parapanda tunaponyakuliwa, Biblia inasema waliokufa kwanza hawatatutangulia, na nyinyi mlio hai tutakao hai hatutawatangulia, lakini Mungu atawafufua kwanza, watabadilishwa, na sisi tulio hai tutabadilishwa, tutapewa mwili wa moto. Ule ni mwili wa moto wa utukufu, ni mwili wa moto tutakuwa nao. Sasa nisikilize, moto hatumalizani nao hapo wala jana. Na wewe mlokole uliamua kuokoka, fanya kwa Mungu, sio kwa Gregory, sio kwa skofu wako, kwa sababu Wakorintho wa pili 3:14-15 anasema hivi, na moto hata ukiokoka kazi zetu zitapimwa kwa moto. Kwa moto nataka uelewe, hakuna namna you run, you escape the fire. It is either you catch the fire of Holy Ghost now, that rather than die in the fire of hell. Chagua leo. Una digrii yako, chagua moto wa Roho Mtakatifu. Una certificate, chagua moto wa Roho Mtakatifu. Haujasoma, chagua moto wa Roho Mtakatifu. Una huduma, chagua moto. Mwanangu, na udada wako, alafu unachoma milele. Ingekuwa unachoma wiki moja, ningechagua maisha ya dhambi. Wiki moja unaendelea, ningekuwa nimeungua, wangeniweka mablanketi ukapo. Lakini ni moto wa milele. It is the fire for the eternity. Na kuomba, mimi nakuomba, na nikisema tuombe siwezi kuwaita mbele. Baada ya kwanza walikuwa chache ni waita mbele. Hii ni ibada ya matengenezo. Chagua moto, ujae moto leo. Mwambie Mungu, niteketeze kwa moto leo. Ndio maana maserafi, viumbe wa moto, the angels of fire, amehubiri mwanangu, wakachukua makaa ya moto alafu wakachoma Isaya. Chagua kuchoma leo. Sijalishi vile ulikosea kama mara milioni 8, lakini leo hii ni ibada ya moto. Alafu kama uliona kwa gizo, ukijaa moto hapa, usiache kwa kuona graduate. Mwambie Mungu, nisaidie nitunze moto, kwa sababu sijui tena na Gregory, lakini mimi sina pa kupeleka mbinguni, wala sina kukusaidia usiingie kwenye moto. Chagua leo, teketea leo kwa Roho Mtakatifu, ili upone kesho kwenye uzima wa milele katika jina la Yesu. Ni bora ukateketea hapa,
na utukufu ni mawili. Leo utaonekana una heshima na utukufu kama una moto wa Roho Mtakatifu, halafu utafufuka katika aibu na fedheha. Chagua sasa. Napenda watu waelewe, halafu wakiomba wanaomba walichoelewa, wakijaa moto wanajaa walichoelewa, wakitembea na moto wanajaa walichoelewa, wakitunza moto wanatunza walichoelewa. Sio kwa sababu wako MCCI wako wanafuatiliwa, hapana. Kuna moto wa milele. Sitamani kwenda, sitamani kizazi changu kuingie, sitamani watoto wangu nimepewa kuchunga waingie. Ukiwa umefunika macho, weka vitu vingine chini. Sasa nataka nikupe swali na ulijibu saizi. Ukiwa umefunika macho yako na kuuliza swali ligumu, halafu nikana unasimama kwenye kiti cha enzi cha Mungu yao, halafu vitabu vimefunguliwa hapo, unaniambia sasa, hapo ulipo utaenda kwenye moto wa Mungu aliye hai, kwenye paradiso, hautaingia kwenye moto wa milele. Nataka nikupe uchaguzi sasa, na kama sio, wala sikuite mbele, sababu ifuata maneno haya. Hii ni dakika za kutengeneza. Roho Mtakatifu ni mtakatifu, halafu tutajazwa. Wale ambao hujajazwa Roho Mtakatifu kabisa, utajazwa leo. Hiyo kwa mara ya kwanza. Wale mlejao kazima, mwanangu tu anasema kuna watu ni wapumbavu. Sio kwa sababu ni wapumbavu, anaenda na sindikizo. Yaani naona kabisa watu wanakunywa pombe, anakaa anajichekesha. Haujajaa moto wewe, utakufa kwa sababu unaonea watu wengine haya. Yaani watanielewaje? Wamenunua wenyewe pombe zao, wamenunua tu. Na unakuwaje na rafiki malaya? Unakuwaje na rafiki mlevi? Hata kama ana hela, hizo ni za kishetani. Nini wewe? Acha. Hakuna kuwa rafiki. Anasema mtokee katikati yao. Hata kama anakulipia hela, anakulipia ada, anakuahidi masa, leo acha. Atakuita kufaidia nini sasa? Unamaliza na PhD alafu unachomwa kwenye moto wa milele. Inakusaidia nini? Nataka nikupe nafasi. Najua Mungu atashuka ndani ya dakika mbili. Wala sitaji kuomba kwa nguvu, ila ambao tayari kwa kote ulipo umefunika macho yako. Nataka uwe mwaminifu kwa Mungu. Sikwambii nyosha mkono, nataka utaweka mikono yako kwenye kifua chako. Hadi watoto wananielewa. Hapo kuna moto wa ubatizo. Siko tayari kubatizwa kwenye ziwa la milele. Siko tayari. Kwa maneno yako naweza kumwambia Yesu, nakuomba kwenye kitabu chako ambacho majina yako wanaokwenda kwenye ubatizo wa moto wa milele, naomba niondoe jina langu. Nataka uombe mwenyewe kwa dakika chache. Hii sio mahali pa dini hapa ni jumba la moto. Uliingia wenda umekuja kwa mara ya kwanza, nakupa nafasi. Wewe mwenyewe Yesu anasikia hapa. Yule mwizi msalabani hakuongozwa sala ya toba, aliongozwa akamwambia, Baba, nimejiona sifai. Mimi ni haki yangu kutengenezwa hapa, ni haki yangu kupigwa hapa. Wewe ni mtakatifu sana, unikumbuke kwenye uzima wa milele. Unikumbuke Baba, kwa maneno yako binti yangu, ubali leo. Yesu karibu, Roho Baba karibu. Kuna watu mtajazwa, ulijazwa ukazima, ulijazwa ukaacha, bila moja kanisa. Roho Baba yuko hapa. Aliwaambia mitume, hamwezi lolote. Unahitaji ubatizo wa Roho Baba. Ubatizwe leo ili ushinde upinzani, uishinde dunia, uishinde dhambi, uyashinde mapepo, uishinde uganga, uyashinde uchawi. Wako wapi wateule wa Baba waliotengeneza haya? Mkabali Roho wa Baba sasa. Mwambie Roho wa Baba, naomba nibatize. Ongea kwa maneno yako. Wale walionena usinene kama zoea. Mwambie nibatize leo. Nipe lugha yako. Ida Babu, Ida Tatatua, Ida
Wakoma ingia hapa wewe kwa peponi kwa jina la Yesu. Mashetani yanayokung'ang'ania au marafiki wa kimalaya hao, wazinzi hao, na anashikashika mbele yako unacheka. Eti shemeji, mama yake anajua, baba yako anajua. Wacha kikundo kuwa malaya. Usiwe Mungu wewe. Unarudia matapisha. Hapana. Kutamayakana. Ambeni batiza leo baba. Usifanye haraka. Ni bora ibada iishe hapa. Mekabuna mashia. Nimekuachia uombe, sijachoka. Nataka uombe, paza sauti yako. Waambie wewe zambi na kupatane. Wewe maisha mabaya na kupatane. Maisha kuangalia mapicha ya ngono na kukataa. Habari mbaya, unaweza kufa hata sasa. Unaweza kufa hata hapa kwenye ibada. Kataa maisha. Kataa usaliti. Unahubiri maisha yako mabaya. Kataa. Shika matunda maka. Shena matunda maka. Unajua imani wangu ni resistivity. Kataa maisha za kishenzi na umalaya. Shika matunda maka. Rema katuna mama kaba. Shona makuta bada bada. Shana mama. Yakaba bada koda bada. Yedede boho shada bada. Yakama mama. Ombea kizazi chako wewe. Asanteni ukijao ni watoto. Ombea kizazi chako sasa. Ombea kizazi chako. Kama wewe unakataa kwenda jana, kataa na watoto wako. Na kwa dakika mbili hapo unapomalizia. Tafanya hivi baada ya jana unapiga watoto. Kwa jina la Yesu. Ndani ya mioyo yako kuna watoto. Kwenye tumbo lako watakaa watoto wewe mwanamke. Kwenye kiuno chako wewe mwanamke. Wewe mwanaume shika kiuno chako. Ongea na watoto wako. Ambia mtaenda jehanamu. Yeye sio walevi. Yeye sio malaya. Na sijazaa na sitazaa malaya. Damu ya Yesu shika tumbo lako mwanamke. Ongea na wanao. Ambia mama yenu sio malaya. Na nyie mtakuwa malaya. Mimi ninaokataa moto milele. Na nyie mtaenda kwenye moto. Ongea nao wewe. Ya topi ya mada. Ya dekaba. Ya tolema na kaba. Ya kakadeba tadaba. Adia. Adina la Yesu ya. Adina la Yesu. Adina la Yesu. Adina la Yesu. Tunaenda sisi na watoto wetu. Adina la Yesu. Adina la Yesu. Adina la Yesu. Watoto wako wataangalia picha za Bwana. Waombewa nao wanaume wanasikia. Wanaume kamata kiuno chako. Mwanamke shika tumbo lako. Shabana. Wewe mwanamke unajua nimesema shika tumbo lako. Hawakai malaya huko. Hawakai Mungu huko. Shabana. Hawatakaa. Mimi nakataa. Ni mchungaji wako nakataa. Mimi nakataa.
anageuza, anageuka nguzo ya chuma. Unakubali hiyo ndoa? Mume wako anaanza kuwa mlevi, nasema alikuwa mlokole. Kataa kwa dakika moja, kataa. Wewe ulijui jina lake, muombe. Ni wenye ndoa wataje kama jina yao. Shabana ya tabaka taje shana matola babo yetelebo shabana makoka rekebona baba kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Baba, sisi na vizazi vyetu tuko salama, tutatunza moto, tutatembea na moto, tutakamata moto, tutapeleka moto, hatutaingia kwenye moto wa jana, tutaingia paradiso na watoto wetu na familia zetu katika jina la Yesu. Nasema amina. Msaidie kumshangilia Bwana sasa katika jina la Yesu. Baba, ni wewe wa Bwana katika jina. Mariza anaunganisha hapa. Walimu watoto wenda wako ibada ya pili. Sikilizeni wanangu. Kwa hiyo we are doing it for us every week. Are we Lord and me with money? No. Sio kweli wanangu. Nakupa tena kodi nyingine ya maana. Naomba hata kabla sijamtumia tujua ni mtamani yeye alikuwa ni mwana wa okay. Kwa kabisa. Na mimi sijaomba, nilikuwa nawatolea mimi. Na hivyo na usionaga yeye wetu wanaonaga hivi kulipata mimi kuomba michango. Nifuata hivi kama mko watu wa idara watoto mnanifuata. Natoa kwa ajili nimeanza kutoa kwa watoto wangu. Sijui hata maana ya ndoa na nilikuwa sitaki kuoa. Ndio nilikuwa natoa. Kitokea siku natoa, sasa unipatie watoto wana akili na kupenda Yesu. And that is the word of tajiri mkubwa. Watu kifumba macho unaona watoto wako wanaenda kanisani wenyewe. Kifumba macho unaona watoto wako wanasoma Biblia. Kifumba macho unaona watoto wako wanafunga bila wewe kuambia. Kiweza sio shida wewe kusoma Ulaya kasa. Ni baraka lakini ni upuzi kama watakuwa wana Yesu. Ukijao wiki ya watoto unatumia nafasi hii sio kama mchungaji kiongozi, kama mzazi. Na yeye vijana ni wazazi. Wazazi kabisa watarajiwa. Usiseme sasa nini? Usikubali. Maana Mungu anakutengenezea na moyo wa ibada. Usikubali wa kufuata. Tafuta hata ni Mungu mimi na Mungu. Hata ni Mungu na Mungu. Tafuta mia. Tukaje ataka za mia. No, not kind. Mwenye mnajua nasema kwa kila siku. Mimi nasema Yesu abariki na nyingi na mkao. Na wanangu wewe na watu wangu wengine. Situnaacha hela. Ina mwana Mungu. Sisi ni we are the kingdom of God. Jamani, amen. Amen. Watafuta watu wa watoto. Nimesema tafuta watu wa watoto. Waambie this is for my children. Naweza kwenda mbali ni mwanaume sasa. Hii nimetolea mke wangu na watoto watakao nizalia kwenye tumbo lake. Wanahitaji kuambiwa. Eti John sasa wana yule wazazi watafuta na wazazi kwa hapo ndio tunawaamini. Tutawashangaa. Mungu yeye atumie Mungu mchango wa watoto. Muombe mchango wa watoto. Dunia hii yooza. Mama taifa wajukuze. Yaani tuwaombe, yaani ni viongozi wangu sina mashaka. Wakupate mchango wenyewe wakinabali watoto ni. Wakupate mchango. Hatujatoa mchango, wakupate mchango. Watoto wenyewe wanasagana na darasa la pili hao. Wanasagana na darasa la kwanza. Wanasagana chekechea hao watoto. Kizazi kilichoharibika. Yesu amekiita kizazi cha uzinzi. Hichi kizazi. Yesu. Hapo nataka tukubembeleze. Umekuja chuo kikuu na kupa nafasi hapa. Hiyo ni muujiza wa Yuni. Unaambia watoto wangu leo wasishinde kuishia mimi. Ndio maana ya sadaka yako ya Yuni. Sio pepo yote kitambo yaende Ulaya. Unajua na kufundisha maana kila sadaka ina maana. Hatutoki sadaka ya ovyo. Walimpatia wale mamajusi sadaka. Ilikuwa na maana na mtawapigia Christmas kama mtakuwa. Walimpa sababu. Wanamwambia ni mfalme wa wafalme. Wanampa manemani ina maana. Au kwa wakatupa kama kuna mtu kwa dasa. Haleluya. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akubariki wewe mtu wa moto. Mungu akubariki wewe aliyebarikiwa sana. Mungu akubariki wewe msasi bora mno. Mungu akubariki wewe msasi bora sana. Amen. Ni baba alikuwa hata sijatumia muda wangu.
Nimeona sasa ndio hivi. Nusu saa inatosha. Haijatosha. Ninaokoka na shukrani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe njoo. Njoo nikamwona. Basi hizo njoo. Itakiwa nimlete na mchumba wake, maana hajaamua basi kusema. Ningemleta na mchumba wake. Naomi. Sasa kwa mamlaka aliyopewa kama mchungaji wake na mchungaji wa hapa anamsaidia Yesu kazi, na tangaza kwa mara ya kwanza. Tangazo la ndoa. Tangazo la ndoa kati ya mtumishi wa Mungu mchungaji Ezekiel Mgonja na Naomi Mali Tamu. Kwa nini niite Mali? Naomi Mali ngumu. Akishaingia kwa Yesu ile ngumu inaisha. Anabakia Naomi wa Yesu. Kwa hiyo atumwache apatumie Mali ngumu mara nyingi. Kwa natangaza kwa mara ya kwanza kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Funga mkono hivi. Au siani. Tangazo la pili tutakuwa na sadaka ya rambirambi. Ni binti yetu Julie pamoja na mume wake mpenzi Amos. Wameoana tu mwaka jana. Sisi mwaka jana tu ndio ya bado mpya. Na Mungu aliwapatia mtoto, na mtoto alikuwa na wiki moja na Bwana amemtoa. Ameenda kwa kula paradiso. Ni kitu kigumu cha uchungu. Yule binti yangu alikuwa amefanyiwa operation. Ana kidonda kinauma. Mtoto ameenda kwa Mungu. Naomba kwa muda wako kamwombea yule mtoto wake na yule mume wake, Bwana watie nguvu. Nipaswa kusafirisha ule msiba, lakini tutazika kesho saa 3. Vile utashindwa na ratiba, wewe muombe, weka na rambirambi yako, kuambie tunawapenda kwa jina la Yesu. Yesu wavushe salama. Tutakuwakilisha. Nenda klasi, nenda kazini, tutakuwakilisha kitu tutafanya saa 3 hapo. Tunamaliza, tutaki iwe nyomi. Mimi sikuaisha watu, hatuogopi kulisha watu. Tusifanye makubwa. Sawa tutafanya tu mapema. Nimesema muombe. Muombe inauma sana, lakini maombi yetu yatampa faraja atakupa kwa jina la Yesu. Amen sana. Amina, asante baba. Ni muda tena mwingine tunakwenda kuadhimisha sikukuu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla mambo mengi hayajawa mengi, ninaomba vijana university students mtoke nje. Kwa wale inapendeza kwa wale ambao wamevaa sare, especially this side. Hata kama hujavaa sare unatamani kuingia madhabahuni, karibu. Wakati wanatoka kwa unyenyekevu mkubwa sana, napenda kuwakaribisha baba, mama pamoja na Pastor Ezekiel hapa mbele. Karibuni sana baba, mama. Baba yetu wa vijana pia karibu. Na mimi vijana mko tayari? DJ, naomba wakaribishe na nyimbo nzuri.